Ni wajibu wa kiongozi wa dini kuonya, kukemea pale ambapo anaona kuna ukiukwaji wa jambo ambalo Uislamu umeweka mwongozo wake. Katika masiku ya hivi karibuni tumeshuhudia viapo vikiendelea katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tumeshuhudia baadhi ya waumini ambao wanajinasibu na dini ya Uislamu wakiapa wakiwa wameshika Qur'an, vichwa vyao vikiwa viko wazi na hawana sitara iliyoelekezwa kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu. Na huku tunamkuta Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yamassuhu illa almutahharun, haishiki Qur'ani isipokuwa mtu ambaye yuko safi. Mazingira ya nje yanampa mtu mashaka kuhusiana na ule wajibu wa kisheria wa mtu kujitaharisha kwa ajili ya kushika nini? Kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na tumeona katika hadithi zilizokuja katika mlango wa tahara, katika jumbe alizozipeleka Mtume sallallahu alayhi wasallam Najran, ni kwamba asiguse Qur'ani mtu yoyote, chonde asiguse mtu Qur'ani ambaye hajatawadha. Haya ni maelekezo ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu wa viongozi wa kidini katika hili ni kusema, kuonya, kukemea, lakini pamoja na kutoa elimu, kwa maana utaratibu unaotakiwa kwa ajili ya 1, 2, 3 ni huu. Mtu anaapa, lakini pia mtu anaapa pamoja na makosa yaliyofanyika makubwa kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu. Anaapa kwamba atakuwa mkweli na muaminifu na ataitumikia Jamhuri ya Muungano